kajaliwa karama na Ilahi Mola jalia, dua zake akisoma Allah anazipokea. Kwa pamoja Allahumma takabbal dua, ni Sharifu Firdausi Allah amjaze kheri. Naitwa Fumao Mshairi, natazama Firdaus TV, na kusihi na wewe kutazama Firdaus TV. Wakati wa Mwenyezi Mungu ndio wakati sahihi. Keep watching Firdaus TV. Unatazama Firdaus TV. Wakati wa Mungu, wakati wa Mungu sahihi. Wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. Ni matangazo haya moja kwa moja kutokea Masjid Kuba hapa, ambapo ziara hii kutembelea msikiti huu, lakini pia kuongea na Waislamu wa eneo hili. Hapa niko na kiongozi wetu wa kiroho kwa wilaya hii ambayo ametupokea vyema hapa, na mengi tumeweza kuongea. Labda Sheikh, kwanza kwa waso kufahamu, wafahamu jina lako na nafasi yako, na tuko katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, wala kwa uchache tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa majina ni Sheikh Hussein Saidi Junje, Sheikh wa wilaya ya Arusha jiji au Arusha mjini. Kwa ufupi tu niseme kwamba huu ni Masjid Kuba, ni msikiti wa wilaya ambaye uko chini ya wilaya, na msikiti wetu huu ni msikiti mama katika misikiti ya awali hapa katika mji wa Arusha, msikiti wa siku nyingi sana, lakini na hivi tunakusudia kubadilisha msikiti uwe wa kisasa. Hivi kwanza kwa watazamaji wangu ambaye mnanitizama nyakati hii, la kwanza nianze kuomba kwamba ikiwezekana yuko mtu ambaye anataka kheri, basi aje katika Masjid Kuba kwa ajili ya kubadilisha msikiti kuwa wa kisasa. Mimi najua wako watu wanatafuta kheri, basi inawezekana kabisa kutokana na kuniona hapa nikisema, na wakaja wakatafuta heri kwa kutujengea msikiti wa kisasa ambapo ramani tunayo. Tunakusudia ni kupata wafadhili tu waweze kutubadilishia msikiti wetu. Lakini la pili ni shukuru sana, nimshukuru Sharifu na chaneli yake hii ya Firdausi kwa kiasi kwamba amefanya ziara katika msikiti wetu, ameweza kuzungumza na sisi waumini mambo mengi tu. Kwa kweli elimu ni nyingi tu ametuachia na tumeipata. TV tumefurahi kwa ujio wake katika msikiti wetu, kwa sababu mengi amezungumza na sisi mambo mazuri tu ambaye yamewapa waumini hamasa nyingi tu, hasa katika mambo haya ya tiba maradhi mengi watu wanayo, hawajui wajitibu namna gani. Lakini leo kila anayeondoka hapa na tabasamu, pengine waende ikawa ni furaha, akienda kufanya tiba ile ambayo ameelekezwa, pengine na Mwenyezi Mungu inshallah akatuondosha, kwa sababu hakuna maradhi Allah ameshusha ila yana dawa, isipokuwa uzee na kifo tu. Hivi ndio ambavyo kwa maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam sema havina dawa, lakini kila maradhi yana dawa. Tumepokelewa vyema. Jana tulikuwa na Sheikh wa mkoa, lakini leo tumebahatika kuwa na wewe Sheikh wa wilaya. Lakini Samaha Mufti ambaye ndio kiongozi wetu wa kiroho nchini Tanzania anasema jitambue, badilika, acha mazoea. Sijui falsafa hii wana Arusha huku wote kwa ujumla, ama hii Arusha jiji kama unavyozungumza, wameipokeaje waumini, na kweli wamejitambua, wamebadilika na wameacha mazoea? Kwa kweli kwanza ni anze kumshukuru sana Mufti wetu wa Tanzania na Sheikh mkuu Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali. Kiongozi huyu ni mfano, ni kama kaleto mfano katika nchi yetu ya Tanzania. Tangia ameingia katika nchi hii amebadilisha mambo mengi sana yeye mwenyewe, na hata anapoleta falsafa ya maneno jitambue, badilika, acha mazoea, yeye mwenyewe ni yuko wa mwanzo katika jambo hili. Kweli ukimtizama unaona yale anayazungumza yanatoka moyoni. Mambo mengi sana Mheshimiwa Mufti ameyafanya kwenye nchi yetu, na hususan hata katika mkoa wetu wa Arusha na katika wilaya yangu. Hii wilaya ni wilaya yake Mheshimiwa Mufti na anaipenda. Na hata mwaka juzi tulifanya maulidi makubwa ambaye yeye alikuwa mgeni rasmi katika maulidi hayo, na mengi ametuhusia Mheshimiwa Mufti. Kwa kweli tuna haki ya kumwombea dua Mheshimiwa huyu, na tuna haki zaidi ya kumsemea yaliyo mazuri anayofanya katika nchi yetu. Ni ziara nyingi anaenda nchi na zina matunda makubwa. Amepeleka vijana kwenda masomoni kule Komoro, wengi tu, ambapo kama tunafaidika na masomo ambayo wanakwenda kuyasoma. Hayo yote anayafanya Mufti, na mengi ambayo hatuyaseme, lakini ameleta hamasa
kwa mikoa takriban yote, kila mkoa unajenga hospitali, unajenga dispensary, ambalo jambo hili halikuwepo awali, halikuwepo kabisa wala katika ndoto za Uislamu, lakini kwa sasa inaonekana. Basi tumalizie tu, kipindi cha Ramadhani ni kipindi ambacho misikiti inajaa sana, lakini Ramadhani ikiisha tunakuwa tunakuwa sio Waislamu au Waislamu tunapungua misikitini. Neno lako kwa hawa ambao wao ibada zao ni mwezi wa Ramadhani tu? Mimi neno langu kwa ndugu zangu Waislamu, kwanza tujue kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia katika Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Makusudio ya funga ni sisi tuwe wacha Mungu. Hilo ndio lengo la funga ambaye Mwenyezi Mungu ametupa sisi umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa na wahusia kwamba wale ambaye baada ya Ramadhani ilipoingia waliingia msikitini, maana yake walikuja ili waupate ucha Mungu. Sasa kabla haujaupata ucha Mungu wakikimbia, ucha Mungu utapatikana vipi? Na Mungu anatutaka sisi tukiwa wacha Mungu tufaulu tuingie peponi. Sasa wao wataipataje pepo na hali ya kuwa tayari wameshakimbia, hata mwezi haujamalizika, ule ucha Mungu hawataupata na hawawezi kuingia peponi. Kwa hiyo na wahusia Waislamu wote wale ambaye ni Waislamu na wanafunga, kubwa zaidi waje waendelee kutekeleza ibada ya swala kama tunavyofahamu katika misikiti mpaka mwezi umalizike, na waendelee na ibada. Maana Ramadhani ni kama mwalimu wa kumkochi mwanafunzi. Kwa hiyo na imani kwamba wale ambao watadumu kwa Ramadhani nzima, hata kama walikuwa hawasali, na imani watakuwa wanasali baada ya Ramadhani. Shukrani sana. Asante sana. Kajaliwa karama na Ilahi Mola jalia, dua zake akisoma Allah anazipokea. Kwa pamoja Allahumma takabbal dua, ni sharifu firdausi Allah amjaze kheri. Naitwa Fumao Mshairi, natazama Firdaus TV, na kusihi na wewe kutazama Firdaus TV. Wakati wa Mwenyezi Mungu ndio wakati sahihi. Keep watching Firdaus TV. Unatazama Firdaus TV, wakati wa Mungu, wakati wa Mungu, tusaidie.